kiongozi awe mtaratibu, mpole, hata kama ikiwezekana kuna jambo ambalo linahitajika, yeye kiongozi yule awe ni mtu wa kwanza kuingiza mkono, kuingiza mguu katika jambo lile. Sio yeye kazi yake ni kupiga debe tu, kikipatikana chochote tu kinaingia mfukoni mwake. Kiongozi wa namna hiyo hatufai. Awe ni kiongozi ambaye awajue maskini, awajue awajue wakati na kati, hata wenda wazimu wote hawa, yeye akiwa kiongozi, yeye ni mtu wao. Chagueni kiongozi ambaye atakayekuja kuchukua dhima hii. Na kama mnavyojua ndugu zangu, hivi sasa kumekuwa na baa kubwa sana, na hasa katika nchi yetu ya Tanzania kumekuwa na baa kubwa sana, na baa lenyewe ni maadili yamekuwa ni mabovu mno. Tena si ajabu hata viongozi wa dini kwa maadili hayo wanayafahamu kuwa maadili haya yanaharibika katika jamii, lakini kwa vile wamechaguliwa hawajui kule kuchaguliwa ni dhima kubwa. Unakuta mabinti zetu, vijana wetu, jamii nzima yote inaharibika kwa sababu imekosa maadili. Sasa nyinyi mtuchagulie kiongozi ambaye kwanza yeye mwenyewe ana maadili. Sio mtuchagulie kiongozi ambaye ni kiongozi, ni amirati huyu. Chagueni kiongozi ambaye kweli akiwa katika mahala, basi watu wanajua kweli huyu ni kiongozi. Watu wanakuwa na hofu naye. Kiongozi msharati, huyu ni kiongozi lakini msharati. Kiongozi gani wa namna hii? Kiongozi ana watoto Upongoji, kiongozi ana watoto Ndara, kiongozi ana watoto Kahama, kiongozi. Kwa nini? Una nafasi 4 oa. Lakini kiongozi kazi yake ni kuwapa mimba watoto wa watu. Kiongozi gani namna hiyo? Na tunataka kushauri sisi. Na wengine bahati mbaya hawa akina mama hawa tuliochagua kuwa ni viongozi wanakuwa ni makuadi kwa mabinti za watu. Kwa kiongozi umekuchagua kabisa, wewe unakuwa ni kuadi. Utafutia binti mzuri bwana, wewe njoo tusiwe na wasiwasi. 50 zipo. Mtu anatoa 50 anampa binti wa watu wanakwenda kufanywa machafu. Hapana, viongozi wa namna hiyo msituchagulie kina mama. Tuchagulieni viongozi wazuri. Kiongozi anakuwa mbaguzi. Kazi yake ni kupenda hela tu. Jamani, unajua kama ndio amirati wenu hapa, nataka nitajitaje sana. Kaingia mheshimiwa huyo, simameni mheshimiwa huyo, pigeni makofi. Anavimba. Kiongozi ambaye aliyechaguliwa kwa lillahi taala ajikwezi katika jamii, ndio tunamtaka kiongozi. Na huo ni uchaguzi. Uchaguzi siku zote una mambo makubwa haya. Ina aidha kushinda au kushinda. Sasa uchaguzi huu ni ombeni isiwe kama wasisi wanasiasa. Maana sisi wanasiasa normally huwa tuna makundi. Sisi wanasiasa normally huwa tuna makundi. Na hata kama tunaweza siasa zetu, still yale makundi yanaendelea kuwepo. Sasa kwa sisi Waislamu hilo halitakiwi. Kwa sababu kufanya hivyo itakuwa tunakwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amesema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sivyo? Mshikamane katika njia ya Allah na wala msifarikiane kwa lolote lile. Sivyo ndugu zangu? Uchaguzi umepita, kwa hivyo tunaachana nao, tunafikiria namna gani tutakavyoweza kujenga dini yetu ya Kiislamu. Hilo ndio jambo hasa la msingi. Na jambo jingine ambalo tunapopata fursa ya namna hii tunahitaji kukumbushana, kwa sababu wanasema fadhakir fa inna dhikra tanfa'u. Si ndivyo? Kumbusho unawafaa waumini. Kwa hivyo tumeamrishwa tukumbushe. Hiyo ni amri, sivyo sheikh? Ni fi'lu amri. Fadhakir ni fi'lu amri, ni kitendo cha kuamrisha. Yaani hukuombwa, umeambiwa ufanye nini?
ukumbushe unapopata fursa ya kufanya hivi. Kwa hivyo na mimi nawakumbusha nyinyi mama zangu ambao kimsingi ni walezi katika familia zetu, mna jukumu kubwa sana zaidi ya hili iliyopita, pamoja na kuwalea waume zenu na watoto wenu, lakini pia mmejikita kwenye swala hili la dini. Sasa kule nyumbani kule, naombeni sana tuwahimize watoto wetu kwenda madrasa. Hili jambo sasa hivi limekuwa kwamba watu wanalichukulia haliwapi uzito unaostahili, lakini nataka nikwambieni kwamba hakuna Muislamu akaitwa na sifa ya Uislamu alafu akawa juu hapa, yani kichwani humo hamna kitu, darwesh, yani jumba lisilokuwa na jambo lolote, pagawa. Hiyo sio sifa ya Uislamu. Uislamu sifa yake ni elimu. Sifa kubwa ya Uislamu ni elimu, na ndiyo amri ya nini? Amri ya kwanza. Hatukuambiwa kwenda kusali amri ya kwanza. Amri ya kwanza tumeambiwa ikra, tusome. Nafasi ninayopata ni ya wajumbe wa kamati ya JUAKITA mkoa. Kwa hiyo niende moja kwa moja kutaja alama zao walizopata. Nianze na alama za mwenyekiti. Kuna Hadija Donald Kayomba amepata kura 0. Amina Madua Ali amepata kura 0. Zuhura Ramadhani Selemani amepata kura 12. Allahu Akbar. Sasa katika hawa watatu, kwa nafasi niliyokuwa nayo mimi kama msimamizi wa uchaguzi nikimwakilisha Mheshimiwa Katibu Mkuu, na mtangaza Zura Ramadhani Selemani kuwa mwenyekiti wa JUAKITA mkoa wa Shinyanga. Naam, tunaenda kwenye nafasi ya wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ambao ni wanawakilisha kutoka ngazi ya mkoa kwenda taifa. Wako watatu na wanatakiwa waligombea watatu na wako wanayekwenda ni watatu. Naanza na Salma Dul Ali amepata kura 12. Mashaallah. Hawa Ismaili Ali amepata kura 12. Mashaallah. Saada Muhammad Saleh amepata kura 12. Mashaallah. Kwa hiyo hawa watu nafasi zao zote zimegongana na wote wanatakiwa waende. Kwa hiyo hatuwezi kuingia kupiga kura, na watangaza moja kwa moja kwamba hawa ndio wawakilishi katika mkoa wa Shinyanga katika ngazi ya taifa. Assalamu alaykum wa barakatuh. Kwa majina naitwa Zuhura. Alhamdulillah. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunijalia kwa kushinda kwa leo. Nimepita katika ngazi ya JUAKITA mkoa, lakini ninawaahidi Waislamu wa Shinyanga mkoa na Waislamu wote wa mkoa wa Shinyanga, kwani nitafanya nao kazi bega kwa bega, nitashirikiana nao kwa shida na raha, kwa usiku na mchana. Kila pahala nitatembea na wao na wala hawatujutia. Tumekuwa na mmonyoko sana wa maadili, hususan kwa watoto zetu wa kike, lakini pia kwa watoto wadogo ambao ni vijana wadogo wamekuwa wakishawishika. Lakini kwa uongozi tuliochaguliwa, tunaahidi tutaweza kulifanyia kazi, lakini pia na kulikemea, kwa sababu tumekuwa tukilifanya hata huko nyuma. Mimi kwanza nilikuwa mwenyekiti wa JUAKITA kata ya Muftemedi iliyoko Kitangili. Kwa hiyo nilikuwa tukifanya kongamano mara kwa mara kwa ajili ya kuweza kukemea hili, lakini hata hivyo nimekuwa mkoa sasa hivi, inshallah nitalifanyia kazi na wajumbe tuliochaguliwa. Kwa jina naitwa Hawa Ismail Ali, ni mjumbe wa mkoa kwenda taifa, mwakilishi wa taifa. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi hii. Kauli yangu mbiu nilisema ya mwanzo wakati naanza kula, nitasimamia, nitazilinda
haki za Waislamu na kutatua kero zote za Waislamu na kulinda maadili ya vijana wetu. Tutasimama bega kwa bega katika kukabiliana na hii hali. Kwa kweli imekuwa ni tatizo kwa watoto wetu wa Kiislamu kutokwenda madrasa. Yaweza kuwa ni sababu ya mida wanaotoka maskul, lakini tutajitahidi, tutashirikiana na wazazi, tutatafuta miundombinu ili watoto wao wanasoma madrasa za usiku ili kuwapatia watoto wetu elimu ya Mwenyezi Mungu. Wazazi, wakina mama, wakina baba wote wa mkoa wa Shinyanga, tunawaomba tushirikiane. Uongozi huu mpya wa JUAKITA tuko bega kwa bega kuhakikisha watoto wetu wanaenda madrasa. Sisi kama viongozi tulioteuliwa tutapokea kero, kushauriwa, kukosolewa. Hakika naamini hakuna mwanadamu aliyokuwa sahihi zaidi ya Mwenyezi Mungu. Kwa jina naitwa Salma Abdalla ya wilaya ya Shinyanga, mkoa wa Shinyanga. Mimi ni mjumbe wa mkoa kuelekea taifa. Nawaambia wakina mama na hata wakina baba kwanza kufuata kauli mbiu inayosema jitambue, badilika, acha mazoea. Ni wakati sasa wakina mama, wakina baba, watoto, vijana wote tuelekee kwa Mungu. Dunia imebadilika, mambo yamebadilika sana. Tujitahidi Waislamu, tuna jukumu kubwa. Kuna jukumu kubwa tulioachiwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kulingania dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama kauli mbiu yetu inavyosema, tujitambue, tubadilike na tuache mazoea ili tulete